Wewe mkangu. Bado tu. Yaani mambo na mama bana. Fanya haraka basi twende maana muda huu maana niliambiwa saa 2 ndio tumeshafika kule. Mkamka basi. Yaani toka muda, yaani kama mnafanya vitu vya maana ndani vya msingi. Sawa kufunga na mwanangu. Leta mtoto msaidie. Mwanangu. Kuelewa na kuja. Nenda kuomba jirani. Pale mtu wangu mmoja ale ajisikie kidogo la. Ni baba. Sisi afanya. Mama mwenyewe ondoka. Odi baba. Umenielewa mjukuu wangu? Mama. Karibu sana. Jamani karibu sana. Mjukuu. Karibu. Karibu sana. Karibu sana. Baba, habari za nyumbani? Nyumbani sana. Asante. Habari mama? Habari toka tuachane. Tata, habari za huko nyumbani? Nyumbani sisi salama. Eti? Kabisa. Unasemaje baba? Si hapo mzee cha kwanza tukiru kusalimia. Ndio. Maana toka ile wiki ile ngapi toka nilipofika mara mwisho muda mrefu vile kidogo. Ndio. Kwa hiyo nimekaa nimewaza na mke wangu na bado kusalimia mzee. Ndio. Kweli kabisa. Mimi nilikuwa nawaza kabisa hawa baba huyu watakuja lini hapa nyumbani hapa? Ili niweze kuwaletea matatizo ya kaka yake huyu. Sasa sijui karibuni. Karibu sana. Karibu sana. Babu. Sasa hapo baba? Ndio. Yaani hapo kuna jambo hapo mimi nikiona ambayo nimechanganya. Kuhusu bwana shemeji. Yaani kweli bwana shemeji karibika sana. Huyu ambaye aliyofika karibuni. Amekuja mpaka huko? Amefika mpaka nyumbani. Uniletea fujo mbele ya mke wangu. Ninakwambia hivi baba. Kwa hiyo hapo nimefika, yani hapo wiki iliyopita juzi tu hapa. Hii mtoto huyu. Sijui nifanyeje mimi. Yaani baba mimi nakwambia, yaani mimi nilipigwa, yaani unaona hiyo size tu sema ndio hivi. Makofi yamepona haya. Mimi nilipigwa mama. Mbele ya mke wangu anashuhudia. Mama kweli unayosema haya anasema baba? Kweli baba, kaka nampiga mume wangu mbele yangu kweli baba. Sasa mlichukua jukumu lolote lile? Mimi ndio jukumu nilivyokaa nikafikiria mbele ya mke wangu hapo nimemshauri hapa, kwa hiyo nimeshauriana kwa ngoja kwanza nimfikishie hili swala mzee. Ndio ninapoonekana kama mimi nimeoa ukoo ni lana.
Kila siku matatizo mimi utaishi vipi mzee? Sasa mimi nataka nikuelekeze. Usichukulie hasira. Hasira hazijengi. Hasira ni kitu kibaya. Mimi nataka nifanye hivi. Labda tutumie sheria. Kwa sababu juzi amekuja hapa, ameharibu, amekuja na vijana wenzake mivuta bangi, konyagi, kokeni. Nilitaka nimpe mashamba, nimpe mzaki, nimekasirika, siwezi kumpa kabisa. Baba, naomba uvumilie. Sana. Kweli kabisa kwa mzee mimi. Kweli hata mimi nitakufanya hapa. Yaani sijui kama itakuwa kwa. Nibadilika sana kaka, sasa mbadilika. Mama, tusamehe, tumsamehe. Tumpeleke kwenye vyombo vya sheria. Aende kule watamfunza. Serikali ya Tanzania haiwezi kumshinda mtu kama yule. Itamshika, watampeleka ndani. Kule ndiye atapata mafunzo. Akanyie kwanza lile debe, maji yale akakunywa kwenye madebe mle. Ndio atakapokuwa na hasira. Sawa baba mtu bwana? Ni kweli kabisa. Wewe nini? Amebeba na vijana, amejitoa umetoka wapi? Haina makovu haya yote. Kwa sababu yake yeye. Na hata hivi nilipanga nije wiki hiyo iliyopita sema tu ndio hivyo. Afya ilikuwa hivyo sawa, ndio maana nimekaa sawa. Nimeamua bora hiyo sana kuletea mzee. Pole sana. Sasa hapa mama yenu ndio kama nilivyosema siku ya nyuma. Toka ameondoka ameenda msibani kule. Wewe hajarudi mpaka leo. Hajarudi. Tena na muda mrefu na sijamuona. Ni kweli kabisa. Karibuni sana. Hapa ndio nyumbani. Nishakuwa tatizo kwangu mimi. Baba mkwe, ninataka nikueleze. Hili swala linaenda kuishia kwenye vyombo vya sheria. Hayo tutampeleka ama watu hapo watampeleka ofisini huko akapate kwamba nini adhabu zile. Serikali haiwezi kumshindwa mtu. Mtoto yule tutampeleka serikalini. Hayo hakuna shaka babangu. Yaani kitu kingine ninachofikiria hapa saa hizi mzee, sawa? Inawezekana ukanibebea tena vijana ukanirudia pale nyumbani. Kwa hiyo mimi nilichokuwa nafikiria, mimi huyu mke wangu mimi nimwache tu hapa. Mimi nikaishi tu kama nilivyokuwa naishi mwanzo basi. Maana sasa hizi nanyanyasika. Hapana. Huyu nimwache hapa. Hapana. Huyu mke mimi nilikukabidhi. Uende naye. Ila yule tutatumia vyombo vya dola. Vipo. Tutavileta. Vitamkamata, utampeleka kwenye vyombo vya sheria. Hakika tena nakwambia. Hajafanya vizuri kabisa. Tutafanya hivyo. Yaani mimi mpaka saa hizi sielewi yani hapa mzee, yani kwanza yani ningeona kwamba saa hizi hapa mimi nyanyuko tu niende na mke wangu. Basi maana yani yani lishakuwa tatizo hili yani. Bwana usimwache mke wako. Naomba lifikishe hiyo mzee. Hamna shida. Linaenda kwenye vyombo vya sheria.